Hapo zamani za kale, kabla hata ya barabara kujengwa na kabla ya watu kuanza kupima muda kwa saa, kulikuwepo kijiji kilichoitwa Kijiji cha Mwangaza. Kijiji hicho kilizungukwa na milima mirefu iliyofunikwa na ukungu wa asubuhi, na nyuma yake kulikuwa na msitu mkubwa ulioitwa Msitu wa Siri. Wazee wa kijiji walisema kuwa msitu huo haukuwa wa kawaida, ulikuwa hai, ukisikiliza na wakati mwingine ukijaribu mioyo ya watu. Katika kijiji hicho aliishi msichana mdogo aitwaye Amina. Hakuwa tajiri wala hakuwa na vitu vya kuvutia, lakini alikuwa na kitu watu wachache walikuwa nacho: moyo wa huruma. Aliishi na bibi yake, Nyanya Zawadi, mwanamke mzee aliyekuwa akijulikana kwa hekima yake na uwezo wake wa kujua mambo kabla hayajatokea. Watu wengine walimwogopa Nyanya Zawadi, wakisema ni mchawi, lakini wale waliomjua vizuri walijua kuwa hakuwa mchawi mbaya, alikuwa mlinzi wa siri za kale. Usiku mmoja, upepo ulivuma kwa nguvu kuliko kawaida. Milango iligonga, miti ilitikisika, na mbwa walilia kana kwamba walihisi jambo lisilo la kawaida. Amina alishtuka yuzingizini na kumkuta bibi yake akiwa amekaa kitandani, akitazama nje kwa wasiwasi. Amina alihamaki kwa kile alichokiona. Amina, wakati umefika. Wakati wa nini bibi? Kwa miaka mingi nimeilinda siri. Ndani ya Msitu wa Siri kuna chemchemi ya uzima, lakini si kila mtu anaweza kuiona. Amina hakuelewa kikamilifu, lakini alihisi uzito wa mahayo. Amina wangu na mnakaju. Siku chache baadaye, Nyanya Zawadi alianguka mgonjwa. Nyanya, usiseme hivyo. Amina hakuelewa kikamilifu, lakini alihisi uzito wa mahayo. Amina wangu na mnakaju. Siku chache baadaye, Nyanya Zawadi alianguka mgonjwa. Nyanya, usiseme hivyo. Njia pekee iliyobaki ni ile chemchemi. Nitaenda bibi. Amina alihisi hofu, lakini pia alijua hana chaguo. Akaweka kipande cha mkate, chupa ya maji na shanga aliyokuwa amepewa na bibi yake kama kinga. Alipoingia msituni, anga lilibadilika. Mwanga wa jua ulizuiwa na miti mirefu na kila kitu kilikuwa kimya kwa namna ya kutisha. Kila hatua aliyopiga ilionekana kusikika zaidi kuliko kawaida. Baada ya muda, alisikia sauti ndogo ya kilio. Alipofuata sauti hiyo, Usilie na ukadha umetakuria. Mtoto huyo alisema amepotea. Amina alijua kuwa angepoteza muda mwingi akimsaidia, lakini hakuweza kumwacha. Baada ya muda walifika sehemu ambapo wazazi wa mtoto walikuwa wakimtafuta kwa wasiwasi mkubwa. Walimshukuru Amina, lakini yeye hakusubiri zawadi. Hapo alikutana na mbwa mwitu aliyekuwa dhaifu, akionekana karibu kufa kwa njaa. Amina alihisi hofu, lakini macho ya mnyama huyo hayakuwa ya ukatili, yalikuwa ya maumivu. Amina alichukua kipande chake cha mwisho cha mkate na kumtupia mbwa mwitu. Mnyama huyo alikula polepole, kisha akamtazama Amina kwa shukrani kabla ya kutoweka msituni. Sasa Amina hakuwa na chakula wala maji. Alipofika ndani zaidi ya msitu, alikuta mto mdogo uliokuwa umejaa mawe makali. Hakukuwa na daraja. Alipokuwa akifikiria jinsi ya kuvuka, naomba msaada, siwezi kuvuka. Sawa, nitakusaidia. Asante sana. Amina alikuwa amechoka sana, lakini alimsaidia mzee huyo kuvuka. Walipofika upande wa pili, asante sana Amina, umenisaidia sana. Kwa nini unasaidia kila mtu bila kufikiria juu yako mwenyewe? Kwa sababu ndivyo bibi yangu alivyonifundisha, wema hauna masharti. Endelea mbele, karibu umefika. Mwisho wa safari yake, Amina alifika kwenye uwazi uliokuwa umejaa mwanga wa ajabu. Katikati yake kulikuwa na chemchemi iliyong'aa kama nyota. simama hapo, wengi wamekuja hapa kwa tamaa. Sikutafuta utajiri wala nguvu, nilitaka tu kumponya bibi yangu. Kiumbe hicho kikanyamaza kwa muda, kisha kikabadilika kile kimehaviali. Mimi ndiye mlinzi wa chemchemi. Nimekuwa nikikujaribu tangu mwanzo wa safari yako. Ulipotoa kila kitu ulichonacho, hukuwa na uhakika kama utapona au kufika mwisho. Huo ndio moyo, asante. Safari ya kurudi ilionekana fupi zaidi. Alipofika kijijini, alimkuta bibi yake akiwa dhaifu sana. Amina alimpa maji yale kwa upole. Ndani ya muda mfupi, Izikwa Kajiri walishangaa. Walitaka kujua siri ya Amina, lakini hakujivuna.
Siri yangu ni upendo na imani. Miaka ilipita. Amina alikuwa na kuwa mwanamke mwenye heshima. Siku moja, kijana tajiri kutoka kijiji cha mbali alisikia kuhusu chemchemi hiyo na akaenda msituni akitaka utajiri zaidi, lakini hakurudi. Watu walimwomba Amina awaonyeshe njia, lakini alikataa. Njia hiyo si ya kufundishwa kwa maneno, ni ya moyo. Baada ya miaka mingi, Amina naye alikuwa mzee kama bibi yake. Alimfundisha mjukuu wake yale yale aliyojifunza, kuwa wema si biashara, bali ni sehemu ya utu. Na hadi leo, wazee wa kijiji cha Mwangaza husimulia hadithi ya Amina, msichana isiku wa mwango utare. Ni kweli kabisa.